Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, naomba kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Wali gani? Nikitumai kwamba uliweza na kulala ukiwa umebarikiwa. Mwenyezi Mungu akulinda, akaweza na kukubariki na uhai katika uso wa dunia asubuhi ya leo. Hivyo basi tumshukuru, tuzidi na kulinua jina lake. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili mtumishi wake Mwenyezi Mungu akazidi na kutubariki na mengi tu ambayo Mwenyezi Mungu amemwandaa nayo ni kwa sababu yetu. Ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Pastorate. Ni yeye yuko hapa tayari ili kuweza na kutubariki. Naomba kuwasalimu asubuhi ya leo wapendwa wasikizaji na watazamaji wa siku ya leo. Hamjambo, nami si jambo. Karibuni tena katika ibada ya asubuhi ya leo. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo umetenda nasi. Ni siku nyingine ambayo umetujalia. Baba wa mbinguni, hakika hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Twaomba uongozi wako, twaomba neema yako, twaomba kimbali chako katika kila jambo, Baba wa mbinguni, ili ukaweze kujidhihirisha. Tunapoendelea na kukutegemea Baba wa mbinguni na kukutumainia katika kila hali, tunaomba Baba wa mbinguni mwongozo wako. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Asubuhi ya leo tutaweza kuangazia kipengele kingine ambacho pia kiko ndani ya kumtegemea Mungu katika kila hali, ambayo tulisema ndio mada kuu ya wiki hii, ambapo tunaendelea na kujifunza kumtegemea Mungu katika kila hali. Andiko ya siku ya leo tutaweza kuipata katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Yakobo, waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari ni huo wa 16. Tusome kwa pamoja. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Ungameni dhambi zetu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Mada ya siku ya leo, mada ndogo, ni nguvu ya maombi. Tunapoendelea na kumtegemea Mungu katika kila hali, tunahitaji tuwe waombezi. Tuombeane sisi kwa sisi, na ndio maana tunaambiwa kuna nguvu ya maombi katika kumtegemea Mungu. Kuna nguvu ya maombi, na ndio maana tunaambiwa ya kwamba maombi ni silaha ya Mkristo. Hauwezi ukasema wewe ni Mkristo usipoomba ama usipokaa katika kuomba, usipokuwa mwombezi. Wewe hiyo silaha kwako imezimia ama haina nguvu. Lakini tunapoendelea na kumtegemea Mungu katika kila hali, tunaambiwa ya kwamba maombi ni jambo la maana sana, na ndiyo silaha ya kila mmoja na kila binadamu na kila Mkristo pia. Bila maombi maisha ya kiroho yanakuwa dhaifu. Bila maombi kama Wakristo tunaenda tu tunakuwa watu rengerenge, yani tunalengea katika mambo mengi ama katika mambo ya kiroho ya kumtafuta Mungu. Maisha yetu yanakuwa pia hatarini. Bila maombi maisha yetu yako hatarini. Kwa hivyo ni jambo la kutuhimiza na ni jambo la maana kwetu sisi zote kama Wakristo, kama watu wanaomtumaini Mungu, kama watu tunaomjua Mungu, tujue ya kwamba maombi ni silaha yetu, na maombi hutufanya tuendelee na kukua kiroho. Kuna mambo pia matatu ambayo tutaweza kujifunza kutokana na nguvu ya maombi. Maombi hubadilisha hali. Tunapoomba mambo
ama jambo ili Mungu akaweze kututendea ama kutufanyia. Tunaambiwa maombi umbadilisha hali. Pia wazo letu limetutia nguvu na kutuambia maombi ya mwenye haki akiomba yanafaa sana, akiomba kwa bidii. Ni lazima tujitie nguvu katika maombi, tujitie nguvu katika kumtafuta Mungu, tujitie nguvu katika hali ya kumtafuta Mungu kupitia maombi, na anatuambia yanafaa kwake na pia ataweza kutuponya, na zaidi ya yote ataweza kututimizia mahitaji yetu. Jambo la pili, Mungu husikia maombi ya mwenye haki. Pia tunahimizwa ya kwamba Mungu husikia maombi ya mwenye haki na anatenda kulingana na vile tunamuomba. Kwa hivyo ni lazima tumtegemee Mungu, tukaribie karibu naye na tumtumaini katika kila jambo, kwa maana anatuambia yeye husikia maombi yetu. Hata tukiomba dua zetu anasikia na anatenda. Tukiomba kwa chochote kile ambacho tunahitaji, kwa maana sisi ni wana wake, sisi ni watoto wake, anasema anatusikia na anatenda kama vile yeye amekusudia kutenda kwetu. Jambo la tatu pia, kudumu katika maombi kuna ushindi, huleta ushindi. Kwa hivyo tujue ya kwamba mambo ambayo tunaomba Mungu, mambo ambayo tunamtegemea Mungu kupitia maombi, kwake yote yanawezekana na kwake kuna ushindi. Kuna ushindi kwa maana wakati ambapo tunafika mahali tunaona ni kama tunashindwa, tunafika mahali tunaona ni kama nguvu zetu zimeisha, hapo ndipo nguvu za Mungu zinaingililia na kutenda kuleta ushindi kwetu na kutuletea ushindi pia katika maisha yetu. Kwa hivyo tumtegemee Mungu, naye ataweza kutupa ushindi katika mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tusichoke pia kuomba. Kuna vile tunaomba na maombi tuna majibu yanachelewa, eti tunazimia ama tunachoka. Tusichoke kuomba wapendwa, tusichoke kuomba watazamaji, tusichoke kuomba pia wasikilizaji, na tujue ya kwamba tunapoomba kwa bidii Mungu anasema anajibu na anasikia na anatenda kulingana na vile tunamuomba. Mungu achelewi, huja kwa wakati wake. Kwa hivyo ni sisi tunaharakisha tu wakati wa Mungu, na kuna vile Mungu ametupangia maisha yetu, kuna vile Mungu ametupangia mambo yetu, kuna vile hata Mungu ametupangia maombi yetu tunayomuomba kila siku, kuna vile amepanga na anasema hachelewi, anakuja kwa wakati wake na wakati sahihi. Kwa hivyo wapendwa, tuwe wavumilifu na tukae katika hali ya kumngojea Mungu, na tukimsubiri Mungu atatenda makuu kwetu. Hata tukiwa katika hali gani, ukimtumaini Mungu na ukimlilia Mungu ukiwa katika hali fulani ama changamoto fulani, anasikia na anatenda. Maombi pia hufungua milango iliyofungwa, na maombi huleta amani ya moyo, na maombi huvunja vifungo. Kwa hivyo tujue ya kwamba maombi ni silaha, na maombi umbadilisha hali na umbadilisha mambo yetu, umbadilisha maisha yetu, mahitaji yetu yanasikika na Mungu anatenda kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo Mungu atubariki na abariki neno lake. Amina. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa maana umetuongoza. Asante kwa maana umekuwa pamoja nasi. Zidi kujitwalia sifa na zidi kutuongoza, na endena nasi katika kazi zetu, katika kila jambo. Baba wa mbinguni, tunakutegemea wewe na tutakutumaini wewe, tukijua ya kwamba utazidi kututia nguvu hata katika kuomba, na utazidi kusimama pamoja nasi, kwa maana wewe Baba wa mbinguni uko karibu nasi kwa ajili ya kusikia Baba wa mbinguni maombi yetu na kututendea yaliyo mapenzi yako. Imediwa Baba wa mbinguni na tukuka Baba wa mbinguni mioyoni mwetu, na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Maombi ya kweli yana nguvu kubwa, ama yana nguvu nyingi.
Mwenyezi Mungu anataka tuishi maisha ya toba. Tutubu tu kila wakati. Maisha ya kuombeana kila wakati. Maisha ya kunjali yule mwingine kila wakati. Na bila upendo yoyote hatuwezi tukayatenda ama tukayafanya. Cha muhimu ni kwamba tunjazwe tu na upendo ndani yetu, ili tukaweza na kujua kwamba kuna haja ya kukaa maisha ya maombi. Kuna haja ya kuombeana. Ombea mwenzako, ameanguka kwa hili. Usije ukawa ni yule ambaye wakati kama huo unazidi ama unaendelea na kufurahia, unapiga makofi na kusema kwamba hilo tu wacha limpate, wacha asikie hivyo, wacha aumwe, wacha afanye Wakati mwenzako ameweza na kuingia mahali ambapo unaona hapa ni hatari, haya maeneo ni hatari, huyu mwenzangu hili jambo ambalo limeweza na kumpata, tukikosa kusaidiana katika maombi ataweza na kuanguka. Basi usiwe mtu kama huyo, lakini tuwe na roho ya kuombeana. Mjali mwenzako naye ataweza na kukunjali. Hata Mwenyezi Mungu ataweza na kufurahia. Ninakuacha na hili. Tuishi maisha ya maombi kila wakati. Bye bye.